Gani mwanafamilia ya Outgears Online, wakati tena tumekutana kupitia taarifa zote ambazo tuendi huko kwenye mitandao ya kijamii. Bado tupo na mwanadada Mange Kimambi, ameamua kulivalia njuga hili swala kwa sababu yeye ni mtu ambaye akiamua kuishadadia kitu huwa anafanya kweli, anafanya kweli. Nimetoka kuletea habari moja hapa inahusu mambo ya iPhone. Amekuja kuposti na kusema kwamba hizi simu wenzetu mnazipataje huko Bongo? Maana huku ziko sold out zote. Nimeenda mpaka Apple Store karibia zote za Los Angeles, hakuna. Nikaona ninunue online. Huko online pia ndo nimeambiwa nisubiri 1 month. Bwana, iPhone za TZ sio OG bwana. Sisi huko hazipatikani, ila TZ zimezagaa kila sehemu. Hakuna kitu kama hiko aisee. Hizo iPhone zitakuwa ni za China au Dubai. Hizo hazijatoka hapo aisee. Naomba mniamini. Akasema kwamba kuna mdogo wangu huku TZ anahisi kama anamdanganya na vimwambia anasubiria simu nyingine then nitamtumia hii anayotumia. Yaani haamini kuwa Marekani hakuna iPhone 13 Pro Max. Wakati TZ zimezagaa kila kona, anadhani sitaki kumtumia, anahisi naleta upale wangu. Sasa watu kama lalamika pale, akamwambia unaharibu biashara ya watu, maana yake sio vizuri. Akaendelea tena kuongeza ujumbe mwingine kusema kwamba kutokana na maoni ya watu na kufanya research Google, nilichogundua ni kwamba ni dunia nzima iPhone Pro hazipatikani, zinapatikana kwa shida mno na zipo sold out. Itabidi mtu asubiri zaidi ya mwezi mzima ndo apate. Kumbe sio tatizo tu la Los Angeles tu wala Marekani tu, ni kila sehemu ya dunia. Mpaka Apple Store za Dubai hakuna iPhone 13 Pro. Imagine mpaka Dubai hakuna, lakini TZ zimezagaa kama nyanya. Nilichogundua ni kwamba Bongo iPhone 13 na iPhone 13 na iPhone 13 Pro zote ni feki. Mnauziwa simu feki tena feki. Na ushauri wangu ni kwamba hizo milioni 2 sijui milioni 3 mnazotoa kununua iPhone sim fake ambazo thamani yake ni 3 mpaka 5, ni bora ungeongeza pesa kidogo umtumie mtu au unayemwamini nchi za nje ya kununulia simu. Subiri huo mwezi au mwezi mmoja au miwili ili upate kitu OG kabisa, kuliko kutoa mamilioni kuziwa simu feki. Mnaibiwa. Hizo simu unatakiwa mnunue sio zaidi ya 3 au 200,000, sababu ni feki. Nimeona maudaku mengi wanaandika mzigo umetoka USA. Jamani, mzigo utoke USA wakati huku sisi wenyewe tunazitafuta mpaka uvunguni, mpaka tutoe order ya mwezi mzima na ushuzi ndo tuupate. Mwacheni huo unafiki jamani, hizo simu sio OG kabisa. Sasa huyu hapa akaja kalalamika na akasema kwamba for what is the reason you did today, kikula mkosea sana, sio fair. Niggas out here wanajaribu kumeki hela, wanajaribu kutafuta maisha, lakini wanakuja kuharibia. Sisi wa Bongo tumekuwa tukitumia vitu fake since we are colonized, kwamba toka tuko sisi tumetawaliwa na wakoloni, tulikuwa tutumia vitu fake. There was a time hapo walisema hawakuwahi kuimport bidhaa zao Afrika, lakini still we owned those things, kwamba kuna kipindi ambacho hapo wenyewe kusema kwamba wenyewe hajawahi kuuza bidhaa zao Afrika, lakini sisi tuko tunamiliki hiyo vitu, tunaishi navyo, unajua zile. Akaenda kusema kwamba so umefanya hii kuwa big deal sana, simply because Bilinasi is doing better with this business. Sio vizuri kikweli. Honestly, umekuwa sio mtu ambaye umefanya kitu cha maana sana Mange Kimambi. Kama hata kuku tu za migahawani tunakula fake, what is the big deal katika biashara ya mtu? You are going to launch your blog soon. Nobody ever interfered with that. Kwa nini unawasagia wenzako kunguni dada? Sio vizuri unachokifanya Mange Kimambi. Baada ya Mange Kimambi kwa ameona hiyo comment, akaja akasema kwamba I'm being unfair to crook only. Kusema kuuza vitu fake sio kosa kwa nchi maskini. Vitu fake ni lazima. Nachopinga mimi ni kutapeli watu. Kama kitu ni fake, sema ni fake, then mtu anunue kwa raha zake, sio kuwadanganya watu kitu OG. Tena waandika kabisa ni OG from USA, wakati USA kwenyewe tunazitafuta hizo simu. Samahani, hii ni moja ya kazi ya platform yangu, ni kuelimisha jamii, na sijaanza leo hii. Labda kama umenijua leo,
nishaingilia kati issue za utapeli mkubwa zaidi ya hiki. Enzi zile za ile kampuni gani sijui ya mchezo, sijui unajiunga then na wewe unaunga watu, niliingia kati nikamwambia watu mnatapeliwa. Walionisikiliza walipona, na waliokataa basi waliingia mkenge, ila waliokuwa wameshaingia walinitukana matusi yote kwamba nawaribia biashara. Maana mimi kuongea ni kama niliwashtua watu. Kama nitukanana na Joyce Kilia kisa nawaambia watu anawatapeli kuingiza kwenye makundi yake. Nilichezea mitusi ya kutosha, ila ikuchukua muda hata ikuchukua muda ikawa mpaka serikali kaingilia kati na ile kampuni ikafa na watu wakatapeliwa kama walivyoambiwa miezi zaidi ya 6 kabla. Ila wangenisikiliza toka mwanzo wakati nawaambia wasingejiunga wanatapeliwa. Mimi sipendi kutapeli watu, maana hiyo kampuni ilifuata hata mimi eti niwaambie followers wangu wajiunge nao sababu wananiamini. Niliwakimbiza kama wezi. Sipendi watu kutapeliwa. Sasa kama sina ubaya na kijana yoyote anajitafutia riziki, alafu mbona unamtaja huyo Bilinasi? Wako wauzaji wengi, why umtaje mmoja tu? Mimi nilimtaja mtu, sina ubaya naye huyo jamaa, shemeji yangu, usinigombanishe, okay? Trust me. Naongelea issue kama hizi sio kama nataka kuharibia mtu biashara, ila najaribu kuokoa hao wanaodanganywa kwamba wanauziwa simu OG kumbe ni feki. Hicho kitu ndo mimi sipendi hata kidogo. Kwa hiyo usinichonganishe mimi na shemeji yangu Birnas kwa kusema kwamba eti nafanya hivyo kumharibia biashara yake. Sio lengo langu hilo. Baada ya kusema hivyo, naona maoni ya watu yameendelea kuwa mengi hapa. Sio kwamba waseme feki wafe, ila ole ni olo wawazuie tu, hatuna ubaya nao. Wameongea sana dada Mange, longs does not make one light. Kwa nini watu wauziwe vitu fake na watu hawatakiwi kusema? Kwa sababu wanaharibu biashara za watu. Isitoshe basi huyo muuzaji ana charge the same price kama original. Inakuwa sio poa kikweli, wala haipendezi kabisa. Msema kwamba so since they are sold out in USA, they can be found in Tanzania. So kwamba I thought you mean Apple has never made iPhone 13. Who purchased nini wasema unazingua sana, isijifunze kusoma posti zote sio okay. Wasema kwamba tatizo la Mange kila kitu anachosema yeye anaona yuko correct. Anasahau kuwa hakuna mkamilifu, anajiona mwenyewe hoja, anajenga mwenyewe hoja afu na kujiona kwamba yuko sahihi kwa kila kitu. Hakuna mtu wa hivyo Mange Kimambi, usitudanganye. Wewe haupo sahihi kwa kila kitu. Acha kutuzingua, acha kutuzuga. Hizo ni baadhi ya comment za watu. Usijue na maoni gani ndio kisha kumtaka sisi tutapita nao, lakini kama ndo mara ya kwanza usahau kusubscribe.